angalia, unaona hili jengo, hii ni nyumba, lakini itategemeana kwenye ulimwengu wa roho. Mungu kama anaona kuna watu wanaishi, Mungu ameijenga. Na kwenye ulimwengu wa roho usione hivi, kuna jengo lingine kwenye ulimwengu wa roho, yawezekana sio nzuri kama sio kama hili, ni nzuri kuliko hivi, lipo kwenye ulimwengu wa roho. Ila sasa mimi na wewe ndio watu tunaingia kwenye ulimwengu wa roho. Na ndio maana mchawi anapotaka kuroga watu wasiwe kanisani, anaweza akanyunyiza tu dawa. Dawa zikimwagwa tu hapa, watu hawaji kanisani. Anakuwa ameroga nini? Anakuwa ameroga ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Anakuwa ameshughulika na ulimwengu wa kiroho. Kwa sababu hata wakati anamwaga dawa hatukumuona. Hatukumuona hapa. Lakini alimwaga dawa. Alimwaga kuharibu nini? Kuharibu watu wasiwe kanisani. Najua moja ya kitu ambacho huwa anajifikiriaga sana ni kiwango cha mtu anayesema nimeokoka, anarogwa kutokuwa kanisani. Yaani mtu kurogwa kutokuwa kanisani ni kiwango cha chini sana cha mlokole. Yaani ni kama tu haujaokoka. Amen. Kurogwa usiwe kanisani. Ona, ameimba binti yangu hapa habari ya Danieli waliambiwa hivi kwenye nchi ya ugeni, msifanye maombi ya huyo Mungu wenu. Mnatakiwa muombe maombi ya mfalme Nebukadneza. Tofauti na hivyo mnauawa. Wakafikishiwa taarifa. Danieli alikuwa anasali mara moja kwa siku. Alipopata taarifa akasema sasa ni mara 3. Alafu nafungua madirisha. Mwanzo nilikuwa nikiomba ndani kwa ndani. Sasa nafungua madirisha wasikie, katika jina la Yesu Mungu wa Israeli, Baba uishie. Akaomba asubuhi, akaomba mchana, akaomba na jioni. Wakasikia kwamba jamani ndo ameongeza. Kasema jamani, tangazeni tena, waambieni ni hivi, moto unatengenezwa kule, unakokwa moto mara 7. Sikia, wakaja akaambiwa sikieni, moto unakokwa kule, tanuru mara 7. Wakasema hivi mbele ya mfalme, sikia mfalme, tunakuheshimu, tunakuelewa, lakini kwa habari ya Mungu wetu hatuwezi kumwacha. Ama anatuokoa tukiwa kwenye moto, ama hatuokoi, hatujali. Sasa nikuulize, mtu anayelogwa asije kanisani kwa dawa zilizopita hapa, ndio akaambiwa hivi kuna moto, anakuwa kanisani? Huwa nakwambia mimi, ndani ya wokovu huu wa miaka 30 ninayo huwa naihesabu. Nikikwambia nimekosa mara ngapi kanisani, na kuhesabia sifikishi mara 10. Yawezekana ni mara 5 tu miaka yote. Kwa sababu gani? Ninajua Mungu ni wa muhimu. Mungu ni wa muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naongea na watu kweli. Wajao wanajifikiria sana mambo. Wala ambao mnasikia wito wa kuwa wachungaji, Mungu awatie nguvu. Kazi ya uchungaji ni ngumu. Kuna wakati unafurahia kwamba bana, asante Yesu, watu wamejaa mpaka kule mwisho. Kesho ukija 3. Wengine wameenda wapi? Hawajulikani waliko. Na ukiwafuatilia, Mungu amewatendea. Au eti hamuoni tunavyokomaa na mapepo hapa? Tunakomaa. Wako wapi hao tulio nao komaa nao na mapepo? Unajiuliza, huwa wanasahau kwamba neiba kagete. Huwa wanasahau. Nadhani wanasahau.
tumshikilie Mungu. Amina. Tumtegemee Mungu. Amen. Siku tulizo nazo ni chache. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku tulizo nazo ni chache. Ukweli lazima niwaambie, siku tulizo nazo ni chache. Kuna wakati mtasikia mimi nimekufa. Tutasikia pia wewe umekufa. Amina. Kwani kuna ambaye amekuja kudumu hii dunia? Mama Baraka wote ishi milele? Hapana. Kuna kufa. Kuna kufa. Itategemeana umejiandaa vipi katika kufa. Amen. Amen. Sasa anasema ni nyumba. Kuna makanisa sasa yamejengwa kama hivi, lakini Mungu akiangalia hayapo. Hayapo. Kuna mengine anaona ni maiti zimekusanyika, na zingine zinatoa harufu. Najua kuna watu wanatenda dhambi mpaka wanatoa harufu. Mpaka Mungu anapiga chafya. Wewe nani? Wapo. Naongea na watu. Naongea na watu. Sasa mwili wa Kristo hapa alipo Zaka anaitwa mwili wa Kristo. Mimi hapa ni mwili wa Kristo. Wewe ni mwili wa Kristo. Kwenye ulimwengu wa roho. Sasa tukiwa hivi, kuna mmoja, huyu ni mkono wa kushoto, mimi ni sikio, wewe ni mguu. Ndio maana kule Dar es Salaam kuna jamaa mmoja anajiita kiatu cha Yesu. Kuna uwezekano kabisa wengine ni viatu. Yesu anapotembea anakukanyaga wewe. Anakukanyagia wewe. Yesu anapotaka aongee anakugeuza, unakuwa mic, unakuwa microphone. Kuna wakati Yesu anapotaka anyoshe mkono ili amponye huyu, anakunyosha wewe. Ndio maana katika kanisa kuna vipawa vya kuponya. Ndio maana katika kanisa Kristo anapotaka kusikia sauti kutoka mbinguni anatumia sikio. Inawezekana wewe kuwa kanisani kipawa chako ni sikio. Kuna watu, niwaambie, kuna watu wanasikia sauti ya Mungu kama hivi ninavyokuongelesha. Yaani wanamsikia Mungu na wanaongea. Ndio baba. Ni sawa. Amen. Amen. Wanaongea. Kwani kwenye Biblia imeandikwaje juu ya Musa? Musa alikuwa anaongea na Mungu ana kwa ana. Wengine wanaongeleshwa na Mungu kwa kutumwa Musa kaongee nao, ila yeye alikuwa anaongea naye. Amina. Tena Biblia inasema alikuwa anaongea naye uso kwa uso. Ndiposa walipotaka na wao waongee na Mungu, Mungu akamwambia Musa, waambie wajiandae ili niongee nao. Niliwahi kukutolea mfano hapa. Mungu alipotaka kuongea nao anamwambia Musa, kawaambie wajiandae siku 7, wafue nguo zao, waoge miili yao, asiwepo aliye najisi. Wakatengeneza yani wakafua nguo zao, wanataka kuonana na Mungu, wakajismati. Unanionaje? Niko poa? Uko poa? Usitoi harufu? Kakikwapa vipi? Uko sawa? Hebu nikunusu.
haunuki, uko sawa. Hapo vipi? Hakuna majasho. Wengine wakaoga wakati huo ndio wakaenda, wanataka kwenda kumsikia Mungu. Kwa sababu gani? Wamechoka na Musa, kwa sababu kila siku anawaambia Mungu ameniambia, Mungu amenipa ujumbe, tumechoka, tunataka na sisi tuongee naye. Mungu akaambia waambie wajiandae siku 7, nataka niongee nao. Si wanataka kuongea na mimi, waambie waje. Wakajiandaa mlimani. Musa akapanda. Alipopanda mlimani akamwambia baba, ndio hawa hapa wamekuja. Mungu akamwambia ngoja sasa nijiandae. Musa yuko mlimani kule anaongea na baba. Baba anasema ngoja nifanye maandalizi. Kufanya tu maandalizi, mlima ukaanza kutetemeka. Maandalizi. Hayo ni maandalizi. Mlima ukaanza kutetemeka. Wako chini ya mlima, ukaanza kutetemeka. Baada ya kutetemeka, baadaye zikaanza radi. Rakas. Wakasema akasema ndio anajiandaa. Wasema sikiliza, kama huwa anaongea